Anauliza kwenye somo la 7 ambalo lilikuwa linazungumzia auto subtitles and aspect ratio kwenye CapCut. Anasema je, mzungumzaji akiwa anaongea kwa Kiswahili auto caption yake inakuwaje? Pia mzungumzaji anazungumza kwa Kiswahili na caption nataka ziwe kwa Kiarabu, nafanyaje? Tukianza kwa kutumia simu, kisha tutaingia kwenye kompyuta. Kwa kutumia simu kisha ingiza au kimpoti ile audio yako, mfano kama mimi kullu amalin la yuqbal inda Allah. Mbona hicho ni Kiarabu. Sasa nataka maneno yake niandike hapo. Nitakuja kwenye sehemu hii hapa chini ya caption kama kawaida. Alafu mimi nitachagua lugha. Unaona hapa imeandikwa Kiswahili. Kama ni Kiswahili, mtu anazungumza Kiswahili, nitaweka Kiswahili. Nikibonyeza tu pap, moja kwa moja imeenda kwenye Kiswahili. Kama ni Kiarabu, unakuja nachagua huku juu. Nagusa hivyo Kiarabu. Alafu kisha nitachagua style ya maneno. Maneno yangu yawe yanapitaje. Muona mfano mimi nitasema nichague hii hapa style. Alafu kisha nitabonyeza hapa generate. Hapa juu ni kwa sababu ya audio yangu ipo kwenye video, ndio maana hapa imeandikwa video. Kama audio yangu ingekuwa sio kwenye video, ingeandikwa hapa audio. Kwa hiyo mimi nitabonyeza hapa generate. Baada ya hapo nitaisubiria mpaka imalize yenyewe. Na uwe inachukua muda mfupi tu, sio muda mrefu kuandika maneno yote. Mimi maneno yangu tayari hapa. Nimeshaweza kubadilisha rangi. Kullu amalin la yuqbal. Mbona? La yuqbal inda Allah. Mbona? Hicho ni Kiarabu. Hicho ni Kiarabu. Kwa hiyo mimi naweza nikaamua nifanye auto caption kwa maneno yote ambayo nataka, na ni rahisi kabisa kama hivyo. Na kama mzungumzaji anazungumza Kiswahili, nataka caption zake ziwe Kiarabu. Tusiende mbali. Ikitokea mzungumzaji anazungumza Kiswahili alafu unataka iende Kiarabu, ni rahisi. Mimi nitatumia Kiarabu kuja Kiswahili. Twende kazi. Utakuja kwenye captions kama kawaida. Utachagua lugha ambayo inazungumzwa ni Kiarabu. Kisha hapa kwenye advanced hapo utabonyeza. Umemwona hapa? Amesema uweze kugusa translated language. Utagusa alafu utachagua lugha ya Kiswahili ndio alete kwenye Kiswahili. Sawa? Kisha baada ya hapo utabonyeza generate. Ikisha maliza kama hivyo, imeweza mimi kuniandikia maneno yangu ya Kiarabu na kuweza kuweka tafsiri kwa chini yake. Kama jinsi unavyoona hapa. Isipokuwa hii tafsiri style yake sijaipenda. Je, niweke hii hapa. Kullu amal. Kwa hiyo itakuwa inaandika, utasize tu vizuri kwa vile ambavyo unahitajia kuweka. Amefanya vitu vyote viwili. Ameandika Kiarabu na ameandika Kiswahili. Lakini ukiona Kiswahili chake sasa hakieleweki, kwa sababu huyu bwana Kiswahili chake hakieleweki pamoja na Kiarabu chake, unatakiwa unabofya hilo neno. Unaweza double click au katumia hiki kijialama cha kalamu hapa juu kulia, ukakibofya, ukaweza kurekebisha wewe mwenyewe kwa kuandika hicho Kiswahili au tarjama au neno lililozungumzwa kwa Kiswahili ambacho kinaendana au kimeweza kufasilika vizuri, kwa sababu huyu huwa anateleza ni AI. Kwa hiyo mpaka hapo unakuwa tayari umeshamaliza. Unaweza kubadilisha font style, unaweza kubadilisha maneno yako vile ambavyo wewe unataka. Yes, hii ni Graphics Infos. Usisahau kutufollow katika mitandao ya kijamii TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram pamoja na WhatsApp. Usisahau kwamba tunatoa mafunzo ya video editing na graphic design kupitia online. Ukishafanya malipo, unatumia moja kwa moja masomo yako kupitia WhatsApp. Unaweza kuyaweka kwenye simu yako au kwenye kompyuta yako, ukawa unapitia taratibu. Nayo ni kudesign kwa kompyuta pamoja na kudesign kwa simu, kufanya video editing kwa kompyuta na video editing kwa simu. Tunapatikana Morogoro mjini na mimi jina langu ni Abu Haifa Al-Fadi.